Hello, habari ya wakati huu rafiki yangu, ninakukaribisha tena katika chaneli yetu hii pendwa. Na siku ya leo tutakuwa tuna wakati mzuri wa kutafakari, kujua sababu za kwa nini nyakati hizi tunapata viongozi wasiofaa. Imezoeleka au ni kawaida ya kuwa kiongozi anapaswa kuwa na sifa fulani, anapaswa kuwa na maadili fulani ambao watu wengine wanapomtazama huwa wanavutiwa kumfuata. Lakini siku hizi tulikuwa tunaingia kwenye changamoto ambayo inatufanya tunapata viongozi wasiofaa na viongozi wasio na msingi wa kufahamu uongozi ni nini. Na watu hao wamekuwa wakileta changamoto kubwa kwa jamii, lakini si tu kwa jamii peke yake, lakini hata kwa taifa, hata dunia kwa ujumla. Leo nitakupa sababu kidogo ambazo zinapatikana kwenye neno la Mungu ya kuwa ni kwa nini sasa hivi tunapata viongozi wasiofaa. Viongozi wengi ni wasiofaa. Tutasoma kisa kimoja katika kitabu cha Waamuzi na ni sura ya 9 kuanzia mstari wa 8. Tutasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 9 kuanzia mstari wa 8. Tutasoma, ni habari ndefu kidogo, lakini itatupa funzo kubwa la kwa nini nyakati hizi tunapata viongozi wasiofaa. Neno la Mungu linasema hivi: siku moja miti ilitoka ili kuutia mmoja mafuta uwe mfalme juu yao. Ikauambia mti mzeituni, tawala wewe juu yetu. Hii ni miti inajadiliana, ilikuwa inataka kuutia mti mmoja mafuta ili utawale juu yao. Ikaanza na mti wa mzeituni, kamwambia, wewe mzeituni, tukutie mafuta uwe mfalme juu yetu. Cheki majibu ya mzeituni. Lakini huo mzeituni ukaiambia, je, niache mafuta yangu ambayo kwangu mimi watu wanheshimu Mungu na wanadamu, ili niende nikayumbayumbe juu ya miti? Kisha miti ikamwambia mtini, njoo wewe utawale juu yetu. Lakini huo mtini ukaiambia, je, niwache utamu wangu na mafuta yangu mazuri, niende nikayumbayumbe juu ya miti? Kisha miti ikamwambia mzabibu, njoo wewe utawale juu yetu. Huo mzabibu nao ukaiambia, je, niache divai yangu na kumfurahisha ambayo humfurahisha Mungu na wanadamu, ili niende nikayumbayumbe juu ya miti? Ndipo miti yote ikauambia mti wa miiba, njoo wewe utawale juu yetu. Huo mti wa miiba ukaiambia miti, ikiwa kwa kweli mnanitia mafuta niwe mfalme juu yenu, basi njooni mkae chini ya kivuli changu, la sivyo na utoke moto katika mti wa miiba na ukateketeze na utoke moto katika mti wa miiba na kuiteketeza mierezi ya Lebanon. Basi ikiwa mnatenda kwa nia njema na uzingativu katika kumtawaza Abimeleki awe mfalme. Hapa sasa ni habari nyingine inaendelea, lakini nataka tuchukue huu mfano tutafakari. Kilikuwa ni kikao cha miti ikihitaji kiongozi wao. Miti ikajadili vya kutosha. Baada ya kujadili sana, ikafikia hitimisho la kukubaliana na kuwaza, kwa sasa twende kwa mzeituni tuutie mafuta. Na maana kupaka mafuta ina maana inawekwa wakfu, kutengwa kwa ajili ya uongozi. Mzeituni unasema wazi kwamba mimi siwezi kuacha mafuta yangu ili nikayumbayumbe. Uongozi ni wajibu wa kwenda kuyumbayumba, kusimamia wajibu wa unatekelezwa kwa miti mingine yote au kwa watu wengine wote, wajibu ambao unapaswa kutekelezwa.
Sasa huu mzabibu, huu mzeituni una mafuta na ndo unasifika kwa ajili ya kutoa mafuta ya zeituni. Unasema mimi siwezi kuacha ubora wangu, uzuri wangu kama mzeituni ambao Mungu amenipa, alafu nije yumbe juu ya miti. Sasa unaona, miti haimlazimishi, kwa sababu uongozi unapaswa mtu mwenyewe kujitoa kufanya. Miti ikaamua kwenda sasa kwa ajili ya ukauambia mtini. Mtini nao tunaojua ni mtu unaotoa matunda matamu mazuri yanaitwa tini. Sasa hayo mtini nao wenyewe ukakataa. Unasema uwezo ukaacha utamu wake ili ukayumbe juu ya miti. Naogopa uongozi. Lakini wakaenda kwa mzabibu. Tunajua mzabibu nao ni mti ambao unatoa zabibu na ndio unasifika kwa ajili ya jambo hilo. Lakini nao mzabibu haukuwa tayari. Akasema mimi siwezi kuacha zabibu ili nije nikayumbe juu ya miti. Lakini miti baada ya kuona hawa wote ambao walikuwa na quality au wana ubora, wana vigezo vya kuongoza, wamekataa nafasi hiyo. Miti haikutaka kukaa bila kiongozi, ikabidi iende kuomba mti wenye miiba. Ukijua mti wenye miiba ina maana una maumivu, unaumiza, haufai kwa kawaida na ni mti ambao hauna kivuli. Lakini naenda kuomba mti wenye miiba na hauna manufaa mengine zaidi, hauna kivuli zaidi, lakini miti ikabidi iende kuomba, kwa sababu bila uongozi basi ni vurugu tupu zinakuwa zinaendelea. Hakuna jambo linaweza likafanyika au likazaliwa jema bila uongozi. Japo uongozi mbaya unaharibu pia zaidi bila kuwepo na miongozo mizuri, kwa sababu ya kuleta maumivu. Sasa unaona jambo hili ambao miti sasa inauendea mti wenye miiba. Mti wenye miiba unaambiwa habari ya kusema miti inataka kuutia mafuta ili uwe kiongozi wao. Mti wenye miiba unasema kama mmekubaliana ninyi kwa mimi niyo kiongozi wenu. Mti wenye miiba hukatai, unasema njooni mkae chini ya kivuli changu. Sasa jiulize, mti wa miiba una kivuli cha aina gani? Wakati ukiugusa umeumia, ukiugusa umechomwa, ukiugusa hauna kivuli chochote. Kwa hiki ndicho ambacho kinatukuta pia kwa hali tulizonazo current. Tunapata viongozi wasiofaa kwa sababu ya kwamba watu ambao wana vigezo, wana ubora, wanakataa kusimama kwenye nafasi zao na hawataki kusimama kwenye nafasi zao. Mwisho wa siku watu wasiofaa huwa wanaenda kusimama katika nafasi ambazo walipaswa kusimama watu waadilifu. Naona kwenye mataifa mengi rushwa zinazidi, uadilifu umepotea, watu hawajali uwajibikaji, watu hawasimami kwenye nafasi zao. Ni kwa sababu watu waliokuwa wanapaswa kusimama kwenye hizo nafasi wamekataa kusimama, hawataki kuziendea, wanaogopa. Watu ambao wamelelewa kwenye maadili ya msingi, wana moyo, wanaona manufaa yao ni kubaki hivyo hivyo. Wengine wanaogopa, wanasema watarogwa, wengine wanaogopa kwenda kuchukua huo wajibu wa kusimama katika hizo nafasi. Na imesababisha jamii tunapata viongozi wasiofaa, viongozi wa binafsi, viongozi ambao ni sawa na mti wenye miiba. Wakati wengine wameng'ang'ania vitu vyao ambavyo wanaona ni vinawapa manufaa, na jamii inakosa uongozi thabiti na imara. Ndugu yangu, ninakusihi sana, kama wewe una wito ndani yako ya kuwa kiongozi, usiache wito huo ukapotea. Kiana una msukumo, unaona mambo fulani hayakai sawa sawa popote na unaona yanakuumiza moyo, ina maana ndani yako kuna mbegu ya uongozi. Usikatae kuchukua fursa ya kuwa kiongozi, kwa sababu kadri unapojiweka mbali na uongozi ndivyo watu wasiofaa wanachukua nafasi, na wakichukua nafasi wanaiumiza jamii. Na wewe mwenyewe hautakuwa salama, utaumia, kwa sababu huyu mzabibu anapokataa nafasi, huu mtini unapokataa nafasi, huu mti mzeituni unapokataa nafasi, unapoingia mti wenye miiba ukatiwa mafuta, si mzeituni yuko salama, si mtini yuko salama, wala si yoyote ambaye yuko salama. Kiongozi mbaya anapotawala, watu wake huugua, watu wote anawaletea maumivu. Kwa hata waliokataa nafasi, wenye uwezo, wenye ubora wa kusimama pale ambao wangeweza kufariji na kuinua mioyo ya watu, waliokataa wamekaa mbali, nao wanaumizwa. Hivyo usikae mbali. Kama kuna fursa ya kuwa kiongozi, fuata utaratibu, simama kwenye hiyo nafasi. Wewe ndio utaenda kubadilisha hayo matatizo, wewe ndio utakuwepo kusimama kwenye hiyo nafasi kwa
shauku ulionayo ya kuleta mageuzi utaenda kuyasababisha, lakini usikubali kukataa nafasi kwa sababu ya manufaa yako binafsi. Uongozi ni kusudi pana, uongozi ni wito mpana wa kusaidia jamii kwa upana wake. Hivyo usikatae nafasi, jiandae kuwa kiongozi atakayeleta mageuzi na majibu yale ambayo watu wameadilia kwa muda mrefu. Taifa linainuka sababu ya uongozi, familia inainuka sababu ya uongozi. Kitu chochote kitainuka sawa sawa na ubora wa uongozi. Kama tuna uongozi mbaya, hata kama tulikuwa tuna rasilimali nyingi kiasi gani, hazitatunufaisha hata kidogo. Lakini kama tutakuwa tuna viongozi, hata kama hatuna rasilimali, tunakuwa bora katika maeneo yote, kwa sababu sisi tuna uongozi mzuri. Watu wenye rasilimali watajikuta wanatuletea rasilimali zao kwa sababu sisi tuna uongozi mzuri na fursa tunaziona. Hivyo rafiki yangu, usikwepe wajibu wa kuwa kiongozi. Usikwepe wajibu wa kuwa kiongozi. Jifunze. Inachukua gharama kuwa kiongozi, lakini kaa chini, jifunze. Soma vitabu. Muombe Mungu kwa ajili ya kusudi lililoko ndani yako. Haya yote yanayoendelea duniani sasa hivi yanapaswa kukupa chachu, shauku ya kwenda kuchukua hatua, kusimama katika nafasi ya uongozi. Itakuwa ni furaha, itakuwa ni baraka kama leo hii utaamua kujifikiria kuanza hatua za kujiboresha ili uwe kiongozi. Jiandae, usikurupuke, weka mikakati. Angalia viongozi bora waliotangulia kwenye hii dunia walifanya nini. Soma bibliography zao, soma maisha yao kabla hata ya katika uongozi, baada ya uongozi, kabla hajawa viongozi. Soma alafu fanya yale ambayo, kwa sababu uongozi sio cheo. Uongozi unaanza na wewe kuibadilisha na kuipa jamii yako uchanya. Hata ukiweza kumfikia mtu mmoja, wewe ni kiongozi, kwa sababu huo ni mwito wetu wa sisi kila mmoja kuwa ni kiongozi. Kwa hivyo usikatae wajibu wa kuwa kiongozi ili watu wabaya wasipate nafasi ya kuumiza au kutuumiza katika dunia yetu ya leo hii. Basi ninakutakia tafakari njema. Zaidi sana unaweza ukasubscribe katika channel yetu hii, ukaendelea kupata ujumbe ambao unainua moyo, unaendelea kukufundisha na kukuandaa kuwa mtu bora zaidi. Nakutakia tafakari njema na uwe na wakati mwema. Nikikuaga kutoka hapa katika studio zetu, mimi ni ndugu yako Japhet Katana. Unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, lakini ukaendelea kutufuatilia hapa YouTube katika Gospel Steward channel hapa TV. Unaweza kuendelea kujifunza na kubarikiwa na mafundisho mbalimbali ambayo tunayaweka hapa. Unaweza ukamshirikisha pia rafiki yako jumbe huu ili uendelee kuwa baraka na uendelee kufika mbali. Thank you so much. Bye bye.